Uhaligani mwanafamilia, karibu sana kupitia hapa Story na Mikasa. Mimi naitwa C2ZM. Leo nipo na story inayomhusu Engineer Hersi Al-Said. Wengi wanapenda kumuita Engineer Hersi. Alizaliwa mnamo tarehe 27 Julai mwaka 1984 huko Dodoma nchini Tanzania. Engineer Hersi alikuwa na malezi ya utotoni katika mji wa Dodoma na jiji la Dar es Salaam. Baada ya familia yake kuhama jijini Dar es Salaam akiwa bado mdogo, Engineer Hersi Al-Said ameoa na ana watoto wanne, na katika hao watoto wanne, watatu ni wasichana na mmoja ni mvulana. Elimu yake ya msingi alipata katika shule ya msingi Kisarawe iliyopo jijini Dar es Salaam. Baadaye alisoma Hijra Seminary School huko Dodoma. Engineer Hersi ni muhandisi kwa kitaalamu. Elimu yake ya juu ni kama ifuatavyo. Amesoma jijini Dar es Salaam katika chuo cha Institute of Technology, yani DIT. Alipata BSc, Bachelor of Engineering. Lakini pia alipata elimu ya uzamili, yani wengi wanapenda kuita postgraduate. Alijifunza telecommunication nchini Afrika Kusini. Lakini pia alisoma maendeleo ya mafuta na gesi, yani oil and gas, nchini Uingereza. Hii inaonyesha kuwa sio tu alikuwa na elimu ya kiufundi, bali pia aliimarisha ujuzi wa kisekta duniani. Kwa kifupi tunasema kwamba Engineer Hersi amekuwa mshtakiwa katika sekta ya biashara na soko, huku akichanganya taaluma ya uhandisi pamoja na uongozi wa ngazi za juu. Ilipofika mwaka 2022, Engineer Hersi alichaguliwa kuwa rais wa klabu ya Yanga. Alichaguliwa kwa kura kubwa ya wajumbe wa klabu hiyo na kupewa jukumu hilo bila mpinzani mwingine. Na haya ni mafanikio ya klabu ya Yanga baada tu ya kumpata Engineer Hersi kuwa rais wa klabu hiyo. Walipata ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara mara kadhaa mfululizo. Lakini pia Engineer Hersi aliweza kuifikisha klabu ya Young Africans katika hatua ya fainali ya CAF Confederation Cup mwaka 2023 na robo fainali shindano la ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa ufupi, Yanga imepata maendeleo makubwa ya kimichezo na kifedha chini ya uongozi wake. Lakini nje ya hapo, Engineer Hersi ni mmoja kati ya viongozi wakubwa barani Afrika, kwani ana cheo kikubwa cha mwenyekiti wa Afrika, yani African Club Association, kwa kifupi wanaita ACA, tangu mwaka 2023, chombo cha klabu za Afrika chini ya CAF. Lakini pia amechaguliwa kuwa ni mjumbe wa FIFA Club Competition Committee kuanzia mwaka 2025, nafasi ya kimataifa yenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Na hapa tukatazame uongozi na mafanikio ya kitaifa na kimataifa kutoka kwa Engineer Hersi. Uteuzi wa FIFA mnamo mwaka 2025 hadi 2029, Engineer Hersi atakuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya klabu za FIFA, yani Club Competition Committee. Lakini pia fursa ya kuongoza kikao cha FIFA Club. Amealika kuongoza kikao maalum cha mfumo wa mabadiliko ya klabu huko Doha, yani Qatar. Hatua ya kihistoria kwa mtunza soka wa Kiafrika. Lakini kwenye mafanikio lazima kutakuwa na changamoto zake. Changamoto na matarajio ya Engineer Hersi pia amekuwa akiingilia siasa kidogo, kama inavyoonekana alipokuwa akitafuta kugombea udiwani kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini hakufanikiwa. Lakini licha ya hayo yote, Engineer Hersi ana jukumu la kusukuma mbele soka la Tanzania na Afrika kwa ujumla kupitia klabu ya Yanga pamoja na ACA. Na huu ni muhtasari mfupi tu kutoka kwa Engineer Hersi. Jina kamili anaitwa Hersi Al-Said. Alizaliwa tarehe 27 Julai mwaka 1984. Elimu ya msingi ameipata katika shule ya msingi Kisarawe Primary School. Elimu ya sekondari ameipata katika shule ya sekondari Hijra. Elimu ya chuo amepata Bachelor of Engineering, yani DIT, na elimu zaidi ya telecommunication uko South Africa. Na bila kusahau kuwa amepata elimu ya oil na gas Uingereza. Hebu tupate maneno kadhaa ambayo Engineer Hersi anapenda kuyatumia nyakati zile ambazo klabu inahitaji kupata ushindi. Mara nyingi anapenda kusema maneno haya: uongozi wa klabu ya Yanga kuelekea maendeleo ya nyanja mbalimbali, sio tu ushindi, bali takwimu na data, yani driven strategies.
Mara nyingi injinia anapenda kueleza juu ya umuhimu wa kutumia mbinu za kisasa na takwimu kwa lengo la kuboresha utendaji wa klabu. Lakini pia anaweza kuzungumzia matokeo ya timu ndani ya ligi na kimataifa, vikiwemo rekodi za ushindi, matokeo ya mashindano ya CAF na malengo ya kuingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Pia anapenda kutumia misemo ya kuwa Yanga ni zaidi ya timu ya soka, ni chombo cha maendeleo na fursa kwa vijana, hasa kupitia miradi kama shule ya soka, yani soccer school, iliyozinduliwa na club. Hebu tuende kwenye falsafa ambazo Engineer Hersi mara nyingi anapenda kuzitumia. Falsafa ya kwanza ni ile inayosema Yanga ni taasisi, sio timu ya muda. Engineer Hersi anaamini kuwa Yanga inapaswa kuendeshwa kama taasisi ya kisasa, mifumo imara ya uongozi, katiba na kanuni zifuatwe, maamuzi yasimtegemee mtu yoyote. Lengo hasa ni nini? Lengo, klabu iwe imara hata viongozi wakibadilika. Falsafa ya pili ni ile mipango ya muda mrefu kuliko matokeo ya leo. Hapo mara nyingi huwa anapenda kusema hatujengi timu ya kushinda mechi moja, bali tunaijenga Yanga ya miaka 10 hadi 20 ijayo. Na bila kusahau anawekeza kwenye misingi, miundombinu, vijana pamoja na mikataba mizuri. Falsafa yake ya tatu ni matumizi ya takwimu na sayansi ya michezo. Hapa mara nyingi Engineer Hersi anapenda kusema kuwa uamuzi ufanywe kwa data na takwimu, sio hisia. Ufuatiliaji wa wachezaji kwa kutazama performance. Lakini pia anapenda kusema usajili ufanyike kwa uchambuzi, sio majina makubwa tu. Na hii ndio sababu inaonyesha kuwa Yanga wanafanya usajili kimkakati. Falsafa yake ya 4 ni pale anaposema uwajibikaji pamoja na nidhamu. Hapa anamaanisha kuwa kila mtu aweze kuwajibika, wachezaji, benchi la ufundi pamoja na viongozi. Na hasa katika ile kauli ya kusema hakuna mtu aliyo juu ya klabu. Nidhamu ni msingi wa mafanikio, na ndio maana wachezaji wasiokuwa na nidhamu hawavumiliki. Pamoja na mikataba inaheshimiwa pande zote mbili. Falsafa yake ya 5 ni ile ya Yanga ya Afrika, sio ya ndani tu. Engineer Hersi anaiona Yanga kama klabu ya kushindana kimataifa, lakini pia kulenga hatua za juu katika mashindano barani Afrika, yani CAF, pamoja na kuondoa dhana ya kushiriki tu. Hapa anamaanisha kuwa Yanga lazima iheshimiwe Afrika kama taasisi kubwa. Na falsafa yake ya 6 ni pale inaposema maendeleo ya vijana, yani academy na local talent. Hii ni moja kati ya falsafa muhimu ambapo Yanga lazima iwe na mafanikio makubwa pamoja na mfumo wa kukuza vipaji. Lakini pia pale anaposema vijana wa ndani wapewe nafasi kubwa, academy iwe ni chanzo cha wachezaji pamoja na mapato. Hii ni falsafa ya kujitegemea badala ya kutegemea usajili wa nje kila wakati. Falsafa yake ya 7 inasema heshima kwa wanachama na mashabiki. Hapa injinia anamaanisha kuwa wanachama ndio wamiliki wa klabu. Mawasiliano ya wazi ni muhimu. Maamuzi yafanywe kwa maslahi ya klabu na sio tu makundi. Falsafa yake ya 8 anasema kuwa utulivu na utaalamu. Hapa anamaanisha kuwa ni katika mtindo wake wa uongozi. Utulivu, si makelele, kauli chache lakini zenye mwelekeo. Kuheshimu wataalamu, yani makocha, madaktari pamoja na washauri. Kwa kifupi ni kwamba falsafa za Engineer Hersi ni kujenga Yanga ya kisasa yenye mfumo, inayotumia takwimu, nidhamu na mipango ya muda mrefu ili kuwa klabu kubwa barani Afrika. Na hiyo ilikuwa ni kwa ufupi tu kutoka kwa Hersi Al-Said. Wengi wanapenda kumuita Engineer Hersi. Mimi naitwa C2ZM. Tukutane kwenye simulizi zingine. Usisahau kusubscribe, kulike na comment ili uwe wa kwanza kupata kile ambacho nakiweka hapa.